Habari za wakati huu mpenzi mtazamaji wa Gift Online TV. Leo nina habari nzito kweli kweli. Hakikisha wakati unafuatilia Gift Online TV basi hakikisha una subscribe kwa ajili ya kuwa kwanza kupata taarifa nyingi ambazo zinakuwa zinaendelea hapa ndani ya Gift Online TV. Nipo hapa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba una enjoy, na niko hapa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba nakupa taarifa nzuri, habari njema ambayo niko nayo kwa hivi sasa, hususan kwa upande wa mashabiki wa Simba Sports Club. Lakini kwa upande wa mashabiki wa Young Africans kidogo kwa upande wao hii ni kama huzuni, kwa sababu ni jambo ambalo wao walikuwa na kiu kubwa sana ya kuhakikisha kwamba wanampata bwana mdogo Faisal Feitoto. Sasa mpaka kufikia siku ya leo naweza nikazungumza na kusema kwamba kwa asilimia takriban 99 Faisal msimu ujao atakipiga mita ya Msimbazi. Namna ambavyo kwa upande wa mchongo ulivyokuwa, Simba waliweka dau mezani, lakini pia Young Africans nao pia walionyesha nia ya kumrejesha Faisal Feitoto, lakini kiasi ambacho Simba ambacho amekiweka mezani, lakini pia mshahara wenyewe vile vile ni shilingi milioni 800 kama sign fee, lakini kwa upande wa mshahara wa Faisal Feitoto ni shilingi milioni 50 ambazo Faisal Feitoto atakuwa na kinga akiwa mita ya Msimbazi. Lakini Simba wajeishia hapo kwamba Faisal bonus nyingi ambazo wamemwekea. Kwanza kabisa ofa ya kwenda nje katika kipindi cha mapumziko, atakuwa anakwenda kupumzika nje ya ardhi ya Tanzania. Lakini pia bonus nyingine ni kwamba Faisal kila akifunga bao kitita ni shilingi milioni 3 atakuwa na kinga akifanikiwa kufunga bao. Lakini akitengeneza pasi ya bao, yani assist ikiwa inamaanisha basi moja kwa moja Faisal atakinga shilingi milioni 1.5 kila assist ambayo atakayokuwa na assist akiwa amevaa uzi wa Msimbazi, na kila bao ambalo atakalokuwa anafunga akiwa amevaa uzi wa Msimbazi basi atakuwa na kinga shilingi milioni 3. Huu ni usajili mkubwa sana kwa upande wa wekundu wa Msimbazi Simba kwa msimu ujao mwaka 2025-26. Kaizer Chiefs nao pia waliweka dau lao kuonyesha kwamba wanamhitaji Faisal, lakini Faisal hakuwa tayari kucheza nje ya soka la Tanzania. Lakini kwa nini hakuwa tayari? Kwa sababu hana uhakika wa kocha Nabi, kocha ambaye alikuwa anamhitaji kwamba kama ataendelea kusalia kwenye kile kikosi cha Kaizer Chiefs, kwa maana kwamba amehisi kwamba anaweza akaenda kule alafu kocha Nabi akaondoka, na kama kocha Nabi akiondoka basi moja kwa moja wasiwasi wake yeye ni kuto kuaminika akicheza huko. Hivyo ni moja kati ya mchezaji ambaye anajaribu kutazama kama akitoka nje ya mipaka ya ardhi ya Tanzania basi awe na uhakika wa kwenda kuishi katika sehemu ambayo ni nzuri, lakini pia uhakika wa kuendeleza kipaji chake. Hivyo kwa asilimia kubwa Faisal ameamua kuchagua Simba na ameamua kurejea Simba. Young Africans dau lao lilikuwa ni kubwa, milioni 40 mshahara, lakini milioni 700 sign fee. Lakini angalia hapa kwa upande wa Simba tayari wamezidi hicho kiasi ambacho Faisal anakitaka. Mshahara milioni 50 Simba wameka, Young Africans waliweka mshahara milioni 40. Lakini pia aishi hapo malengo ya Faisal, mapenzi yake mwenyewe pamoja na familia yake ni kukipiga mita ya Msimbazi, ndio maana amechagua Simba Sports Club. Kwa hiyo Faisal kasikiliza pia familia, hususan kwa upande wa mamake ameweza kumshauri kwamba wewe nenda pale mita ya Msimbazi. Kwa hiyo hii ni moja kati ya taarifa kubwa ambayo inaendelea kwa hivi sasa, na ile penyenye ya ndani kabisa ni kwamba bwana mdogo tayari ameshasinya miwili pale mita ya Msimbazi. Hivyo kikubwa tusubiri kuweza kuona kwa asilimia kubwa utambulisho ambao utakaoendelea pale mita ya Msimbazi, utambulisho wa namba 10 na Simba. Kumbuka wanaohitaji sana wa namba 10, wanamisi sana mchezaji wa aina ya Faisal, kwa maana kwamba akimpata huyu basi moja kwa moja anakwenda kusaidia katika ili eneo. Bana, nina mengi ya kuendelea kukufahamisha kuhusiana na Faisal Feitoto.
moja kati ya mchezaji ambaye ametrendi sana kwa kipindi hichi na bado anaendelea kutrendi sana kutokana na ubora ambao yuko nao, hususan kwenye dirisha kubwa la usajili ambalo la kwenda kufunguliwa mwezi Juni. Basi tutazidi kuona mengi kuhusiana na Faisal, namna ambavyo atazua gumzo kubwa sana kutokana na hichi ambacho Simba wamekifanya kwa hivi sasa, nguvu ya fedha, lakini pia nguvu ya ushawishi, mapenzi pia mchezaji mwenyewe ndiye ambayo yanaonyesha kwa asilimia kubwa msimu ujao Faisal atakipiga mita ya Msimbazi. Mimi ni Eric Keman, endelea kuifuatilia Gift Online TV na hakikisha una subscribe channel yetu. Bye bye.